Intensity ya mchezo wa leo Simba dhidi ya KMC ilikupa joto kiasi gani ndani ya chumba cha matangazo na unauzungumziaje mchezo kwa ujumla? Intensity ilikuwa ya kawaida sana. Pengine Simba ilikuwa ni mechi ya timu moja tangu ilipoanza mpaka ilipoisha. Kwa hata kusema mechi ilikuwa na intensity kubwa, intensity ilikuwa ni ya kawaida sana. Kwa hiyo huwezi kusema nilipata shida yoyote. Sikupata shida kwenye chumba cha matangazo. Performance ya wachezaji hasa ambao wameingia dirisha hili dogo, kwako binafsi unawareti kwa asilimia ngapi? Labda 6 chini ya 10, kwa sababu bado wanahitaji kuadapt, wanajaribu kuonesha kila mtu uwezo wake mmoja. Anise Ura, unakwenda kumtazama Libase Gay ambaye ameshafunga mabao mawili, unamtazama Ismail Ture kwenye eneo la ulinzi. Ni wachezaji ambao wameingia kuongeza ushindani ndani ya kikosi. Leo hii mashabiki wa Simba hawamuulizie Elie Mpanzu ambaye msimu uliopita ilikuwa ni roho ya timu kwa kiasi kikubwa. Kwa michezo mingi alijaribu kuwabeba na kuwatafutia matokeo, lakini kutokana na wachezaji ambao wamesajiliwa, unaona kabisa kwamba kuna changamoto ipo ndani ya timu. Makocha wengi wanapenda kuwa na wachezaji ambao wanaweza kukupa performance kubwa sana kwenye mechi moja kwenda kwenye mechi nyingine. Makocha wengi wanapenda kuwa na wachezaji ambao wanakwenda kushindana kwenye uwanja wa mazoezi. Yaani kwa kiasi kikubwa Elie hatokubali kukaa benchi. Lazima akapambane kwenye uwanja wa mazoezi kumshawishi kocha kwamba natakiwa kucheza. Ura hatokubali kukaa benchi, atapambana kwenye uwanja wa mazoezi. Libase hatokubali kukaa benchi na yeye itabidi apambane. Kwa hiyo unakuta timu ina wachezaji wengi ambao they fight mazoezini kwa ajili ya nafasi. Kwa hiyo makocha wengi huwa wanapenda hiyo challenge ya wao kwa wao, hasa kwa wachezaji wa ndani. Baadhi ya maoni ya mashabiki kuhusu Ismail Ture, wanaamini kuelekea dabi ya Kariakoo pengine anatakiwa kuongeza zaidi ya hichi ambacho anakionyesha. Nadhani ni sawa, inabidi Ismail Ture improve zaidi ya hichi ambacho tunakiona anakionyesha mechi pengine dhidi ya KMC na baadhi ya mechi ambazo anapata nafasi. Inawezekana kwa nje kwa kipindi fulani kukawa kumemrudisha chini kwa kiasi kikubwa, kukosa ile momentum ya mechi za mara kwa mara. Huenda ndo anarejea kwenye utimamu wake, kwa sababu hata aliposajiliwa Simba alimkuta Wilson Nangu anacheza pacha na Rushain, lakini Nangu ameumia, japo alikuwa anaingia kwa kipindi cha pili. Nangu anatolewa ama anatolewa beki wa kushoto, Nangu anasogea kama left back, anacheza dakika chache. Manake kocha hakutaka kumwaisha kwenye mipango yake. Huenda kuumia kwa Nangu kumemfanya kumtumia kwenye kosi cha kwanza. Kwa hiyo for me nafikiri ni mchezaji ambaye anapaswa kuimprove kwenye uamuzi, passing na kila kitu, japo upinzani ambao ameupata kutoka kwa KMC unasema ni timu ambayo Simba walidominate kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo huwezi kuwa na changamoto kubwa kwake. Clement Nixon Kibabage anaonekana kuwa na performance nzuri sana siku hadi siku. Pengine watu hawakutegemea hichi ambacho anakuja kukionyesha. Mpaka baadhi ya watu washaanza kusahau kwamba alikuwepo bwana mdogo Tony Mligo na aliimbwa sana. Mligo ni mchezaji mzuri sana. Nafikiri wanatofautiana kwenye namna wanavyocheza. Kuna mstari mwembamba umepita katikati yao. Mligo ni mchezaji mzuri sana pale utapomhitaji kwenye kuzuia. Ana uwezo mkubwa sana wa kukaba. Lakini anatakiwa kuboresha maarifa yake kwenda kwenye eneo la pili la uwanja, pale timu ambapo inatoka kwenda kushambulia. Amekuwa anakosa tunaweza kusema final touch ya namna gani kupiga cross, namna gani kama hapa nipige V, namna gani nifanyeje. Lakini kwa Kibabage inawezekana asiwe bora sana kwenye kuzuia pale timu ambapo inashambuliwa, lakini ni bora pale timu ambapo inakuwa inashambulia. Anapokimbia kwenda upande wa pili, anapopiga cross, anapocheza lile eneo, unamuona amechange kabisa, sio beki tena, anakuwa winga. Kwa hiyo nafikiri ni wachezaji ambao wanategemeana. Kibabage kaongeza kile kitu ambacho Mligo hana, na Mligo yupo na kitu ambacho Kibabage hana. Kwa kumalizia, mchezaji gani amekuvutia sana kwenye mchezo huu wa leo?
wapo baadhi sio tena kwamba nani ni bora, lakini wapo baadhi ambao wanaamini alipaswa kupata man of the match mtu mwingine zaidi hata Alibase Gueye. Hii inadhihirisha kwamba wachezaji karibia wote walikuwa wanacheza vizuri. Nani amekuvutia zaidi leo kwenye mchezo KMC dhidi ya Simba? Ameruhusu mabao mawili. Fabien Mutombora, kipa wa KMC, amekuwa na kiwango bora sana kwenye mchezo huu. Kama sio yeye pengine tulikuwa tunaweza kusema wiki 5 au na kuendelea. Kwa hiyo mimi nafikiri ameonyesha kiwango bora sana kwa upande wangu, ukitoa Simba ambao wali dominate mchezo. Pia ameonyesha kiwango bora sana.